Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Tunaangalia leo tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2020. Tunaangalia before and after coronavirus outbreak. Before and after. Before and after coronavirus outbreak. Coronavirus outbreak. Tunaangalia eneo la kabla na baada ya mlipuko wa virusi ya corona, kiuchumi na maisha kwa ujumla, business and life. Ni eneo la msingi sana. Tuangalie kabla na baada ya mlipuko wa virusi vya corona katika biashara na katika maisha. Nini kitatokea? Na tumejifunza nini? Ni eneo la msingi sana kujua kwamba tumejifunza kitu gani. Nini kitabaki kama kilivyokuwa mwanzo na nini kinatakiwa kiondolewe? Nini kinatakiwa kipunguzwe? Nini kinatakiwa kiongezwe? Kwa sababu tunachokiona, wafanya biashara wasikae kama hawajui nini kinachoendelea. Sasa hivi ni muda wa kujiandaa. Ni kitu gani kitakachotokea mbele ya safari? Kuna mabadiliko makubwa sana yatatokea na yameshaanza kutokea. Kwanza kabisa tukiangalia soko la hisa la Marekani, China, Urusi, Ulaya, Australia. Tukiangalia viwanda nchi mbalimbali, watu wamefungiwa ndani, wako kwenye kempu za nyumbani kwao. Biashara, mzunguko wa fedha haupo. Serikali ya Marekani ina print pesa mpya kwa ajili ya kuwalipa watu ambao wamekaa ndani. Kwa hiyo mabadiliko ni makubwa sana. Soko la hisa la Marekani, hali ni tete. Ikiendelea namna hii miezi miwili inayokuja mbele, soko la hisa litacrash. Huwezi kumwambia mtu anunue hisa wakati ana hofu ya kufa. Na asilimia kubwa ya watu walionunua hisa Marekani ni wazee na ni matajiri. Wana hofu kwenye eneo la kifo kwa sababu ugonjwa umeshambulia sana wazee. Kwa hiyo tunachojaribu kukiangalia, there is a game change. Mchezo utakuwa umebadilika. There is a game change. Kwa hiyo sasa lazima ujiandae. Kuna matajiri wapya watafufuka katika kipindi hichi, na kuna wale wa zamani watakufa, wataondoka kwenye biashara. Kuna watu wataondoka kwenye biashara na kuna watu wengine wataingia kwenye biashara. Kwa hiyo lazima ujiulize, baada ya hili janga la corona virus, virusi vya corona, nini kitakachoendelea? Marekani mwezi wa 5 utakapofika,
watu milioni 5 wamepoteza kazi. Ni bado mwezi mmoja tu. Mwezi wa 3 umeshaisha, mwezi wa 4 unaingia. Baada ya mwezi mmoja watu milioni 5 watakuwa wamepoteza kazi. Na maana baada ya miezi 3 mingine mbele kuna watu milioni 5 tena watapoteza kazi, watu milioni 10 mpaka ifike mwezi wa 12 naweza kuwa na watu milioni 20 katika nchi ya Marekani wamepoteza kazi. Kwa sababu huwezi siku ya kufungua biashara ukarudi na watu wale wale, haiwezekani. Marekani wametangaza mpaka mwezi wa 5 watu milioni 5 watakuwa wamepoteza kazi. Leo hii Wamarekani wamesema mpaka wapate dawa ya virusi ya corona watu 100,000 watakuwa wamekufa kwenye nchi yao. Uingereza wamesema watu 20,000, kila nchi inatoa takwimu zake mpaka dawa ipatikane. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa yanatokea kwamba lazima wewe Mtanzania ambaye unaona nchi ambazo tunategemea fedha zao kununulia bidhaa kutoka sehemu mbalimbali duniani, nchi ambazo zinaongozwa kwa viwanda, wao ndio wanatengeneza bidhaa tunazotumia sisi, kumetokea mtikisiko. Kwa hiyo huku kwetu itakuwaje? Kwamba sisi lazima tuanze kujiandaa kiuchumi, tuanze kujiandaa kimaisha, kwamba tutaishije baada ya hivi vitu kutokea. Kwa sababu hakuna msaada utakayetoka nchi ambayo wanajaribu kusaidia watu wao warudi kazini, kusaidia uchumi wao uimarike. Hawawezi kwenda kuimarisha uchumi wa mtu mwingine. Kwamba sisi lazima tuanze kuangalia uchumi wetu binafsi, kwamba tutaendeshaje biashara zetu, viwanda vyetu, mashamba yetu, tutaendeshaje shughuli zetu binafsi. Kwa sababu hakuna mtu atakaye thubutu kwenda kumsaidia mtu ambaye yeye mwenyewe uchumi wake hauko vizuri. Kwa hiyo tunaangalia baada na kabla ya virusi vya corona nini kitakachotokea kwenye eneo la biashara na eneo la uchumi, eneo la maisha kwa ujumla. Sasa hivi ni kama kila kitu kimefungwa. Sasa hivi tunaweza kuwa sisi hatujaona impact kubwa, mguso mkubwa, lakini tujiandae. Hao wenzetu wameshauona. Sasa hivi wako ndani, watu watoke ndani, biashara zimefungwa, kila kitu kiko chini. Hakuna watu sasa hivi wanachoangalia ni pumzi, kama ataendelea kupumua kwa miezi 3 inayokuja mbele. Watu kitu ambacho tunaweza kumuuzia mtu leo ni pumzi. Na pumzi utaipata kwa imani, kwa sababu neno la Mungu linasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye roho yake ikisita sina furaha naye. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba tunachokiangalia mbele safari tunakokwenda hapata kuwa parahisi kama tunavyofikiri. Kwamba kile ulichonacho anza kukitunza, tunza ulichonacho, anza kuwa makini na kile kitu ambacho unachokifanya. Na eneo lingine, kama unataka kufanya biashara, uza kitu ambacho watu watakihitaji tu, sio kitu ambacho watu wanakitaka. Ni vitu viwili. Lazima ujue wateja wanahitaji nini au wanataka nini. Kutaka ni kitu cha ziada, what customer needs and wants. Kutaka ni kitu cha ziada, lakini kuhitaji ni kitu cha muhimu. Kwamba watu watahitaji sana chakula, watahitaji chakula, usafiri na malazi na mavazi. Mavazi sio sana, yale walionao watayatumia kwa muda mrefu. Vitu vyote ambavyo ni vya luxury, starehe, vitakuwa vina nafasi baada ya corona kudhibitiwa.
vitu vya starehe vitakuwa vina nafasi. Watu watajaribu kujikita zaidi na vile vitu ambavyo ni vya muhimu kwenye maisha yao, vile vitu ambavyo ni vya muhimu tu. Kwa hiyo lazima ukae chini, kile kidogo ulicho nacho uanze kukitunza, anza kukitunza. Maandiko yanasema nini? Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Warumi 12:2, neno la Mungu linasema nini? Warumi 12:2, neno la Mungu linasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, akili zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanya upya akili zenu. Kwanza kujua unahitaji akili mpya ya kuishi baada ya mlipuko wa corona kudhibitiwa. Mfanya biashara yote anayefanya biashara leo, anza kuangalia, usifanye biashara ya vitu vya anasa, itakuwa ngumu sana kuuza. Fanya biashara vile vitu ambavyo ni vya muhimu. Kama vile unaona duka la dawa limeandikwa duka la dawa muhimu, duka la dawa muhimu, kwamba sasa na wewe itafika mahali kwenye maduka yetu tutaandika duka la bidhaa muhimu. Tutaandika duka la bidhaa muhimu, zile za muhimu ndio watu watahitaji. Kwa lazima ujipange kwenye hilo eneo. Kabla tujiendelea na somo letu, tutamshukuru Mungu dakika moja, alafu tuendelee na kipindi chetu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 3, asante kwa majira ya saa 4, asante kwa majira ya saa 5. Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa 4 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 4 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya neema ya Kristo. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunakuomba utufungulie malango ya hekima ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, ushauri wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu utufungulie malango ya upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, uaminifu wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu utufungulie malango ya roho ya Kristo, hekima ya Kristo, fahamu wa Kristo, uwezo wa Kristo, ushauri wa Kristo, maarifa ya Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu utufungulie malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya neema ya Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya usaidizi wa maono yetu, ndoto zetu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 4 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante. Tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 4. Tunakukaribisha uwe mwalimu wetu, upate kutufundisha, upate kutuongoza katika njia tupasao kuiendea. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Okay, tuendelee. The game has changed. Mfumo umebadilika. Lazima ubadilishe mfumo wako wa biashara. Hauwezi kuendelea na mfumo ule wa zamani kwenye biashara. Hichi ni kitu ambacho hakijawahi kutokea kwa miaka mingi sana. Watu kukaa ndani, biashara kufungwa, na imeweza kukamata ile miji mikubwa, nchi kubwa kubwa ambazo tunategemea fedha zao na viwanda vyao kwa ajili ya huduma zetu sisi. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba uzalishaji hauko kama vile mwanzo, na vitu haviingii kama vile mwanzo. Kwa
Kwa hiyo lazima tujue kabisa kwamba kuna mabadiliko makubwa yametokea. Kwa hiyo lazima tuanze kujipanga. Serikali nyingi sana duniani zimeshaanza kujipanga kwa sababu zinajua kabisa kwamba masoko ya hisa yakishapata mtikisiko, wawekezaji na wenyewe wanapata mtikisiko, na biashara ndogo ndogo zinapata mtikisiko. Watu wanapokuwa ndani, mzunguko wa pesa kwa siku moja tunakuwa ni mdogo. Ikifika mahali serikali inawapa watu fedha, leo Marekani, Uingereza, China, serikali imewapa watu fedha ambazo hawajafanyia kazi. Watu hawajalipwa kodi za nyumba, kodi za serikali hazijalipwa, vitu chungu nzima havijalipwa. Sasa ukiona kwamba hali inafika katika kiwango hicho, ina maana kwamba inabidi uanze kujipanga. Sasa hivi hakuna nchi itakayesaidia mwenzake chakula, kwa sababu katika nchi yake pia wanahitaji chakula. Kwa hiyo lazima tuanze kujipanga. Inaweza katokea njaa kubwa sana, inaweza katokea kitu kingine cha tofauti, kwa sababu tatizo moja linaanza jingine. Kwamba lazima tujipange, tuanze mapema kujipanga kwenye utaratibu wetu wa maisha, na lazima ujue tofauti ya bidhaa ambazo wateja wanazihitaji na wanazitaka. Lazima ujue tofauti ili uingie kwenye biashara ya vitu wateja wanazihitaji, sio wanavyovitaka, kwamba ni kile kitu cha muhimu. Uza kitu ambacho mteja wako anakihitaji, sicho anachokitaka. Kuna aina 3 za biashara. Kuna biashara za kuuza bidhaa, kuna biashara za kutoa huduma, kuna biashara za kuuza mawazo. Biashara intellectual property business, product business, service business na intellectual property business. Sasa ni biashara gani ambazo zitakuwa zinafanya kazi sana kipindi baada ya corona kuisha? Ni eneo la biashara za kutoa huduma. Watu watahitaji sana ushauri, counseling. Watu watahitaji ushauri kwa sababu kuna watu wamepoteza ndugu zao na hawajawaona. Ndugu yake alipoenda tu hospitali ya kurudi, alienda kuonyeshwa kaburi kwamba huyu mtu ameshakufa. Mwingine ameletewa kadi na picha, yule mtu ameshachomwa na moto. Kwa hiyo watu watakuwa wanahitaji ushauri, watakuwa na changamoto kwenye akili. Kwa hiyo biashara nyingi sana za kutoa huduma zitaweza kufanya vizuri. Watu sasa hivi ukiangalia wanaouza movie kama Netflix Marekani wanafanya biashara. Internet, wenye kutoa huduma ya internet wanafanya biashara. Wenye cable TV wanafanya biashara. Watu wa chakula na madawa wanafanya biashara. Kwa nini? Kwa sababu ni vile vitu vya muhimu ambavyo mtu akiwa ndani anafanya. Kwa hiyo lazima tuangalie sisi kwetu Afrika, kama hao wenzetu wamepata changamoto, sisi tumejipanga na nini? Kwamba lazima uanze kujipanga mtu mmoja mmoja. Hii kujipanga, usiachie serikali ikupangie mambo yako. Anza kujipanga mwenyewe na anza kuisaidia serikali. Kwa hiyo ni eneo la msingi sana. Eneo la kumweka Mungu mbele ni la msingi sana, kwa sababu msaada wako utatoka wapi? Kama msaada wako ulikuwa unatoka Marekani hawezi kutoa tena msaada. Msaada wako utatoka kwa Mungu. Kama msaada wako ulikuwa unatoka China, Wachina hawezi kutoa tena msaada. Msaada wako unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo sasa hivi Mungu aweko kipaumbele. Kuwa kuna maombi ya kitaifa, watu watubu, watu wamtafute Mungu, wakiri makosa yao. Kuna makosa ya mtu binafsi, kuna makosa ya kitaifa, kuna makosa ya level mbalimbali. Kuna makosa level ya mtu binafsi na kuja level
kitongoji, level ya mtaa, level ya kijiji, level ya wilaya na kuendelea mkoa na mpaka kosa la taifa. Watu waingie kwenye toba pale ambako tumemkosea Mungu, tuweze tukawa tuko vizuri. Methali sura ya 3 mstari wa 15, Methali sura ya 3 mstari wa 5. Methali 3:5, neno la Mungu linasema nini? Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kwamba imefika mahali sasa hivi Mungu apewe nafasi yake. Mungu apewe nafasi yake. Kwa hiyo hakuna njia nyingine. Sasa hivi Mathayo 6:33, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Mungu apewe nafasi yake ya kwanza. Hakuna njia nyingine. Biashara za bidhaa, tumesema kuna aina 3 za biashara: biashara za kuuza bidhaa, biashara za kutoa huduma, na biashara za kuuza mawazo, akili. Watu wanaouza vitu vinavyotoka kwenye akili. Kwa hiyo lazima ujipange, ujue kabisa uko kwenye biashara gani, ujue kwamba ni biashara gani itafanya vizuri baada ya ili janga la corona kuisha, ili uweze kuelekea huko. Nimesema biashara ya kutoa huduma itafanya vizuri, watu watahitaji sana huduma mbalimbali, mentally na physically. Kwa hiyo watu watahitaji biashara ya kutoa huduma. Lazima uangalie ni eneo gani sasa hivi unaweza ukafanya vizuri. Watu wanahitaji huduma ya ushauri, watu wanahitaji huduma ya vyakula, madawa. Kwa hiyo ni eneo ambalo nataka tu tunaangalia kabla na baada. Tunaangalia kabla na baada ya mlipuko wa virusi vya corona katika biashara na katika maisha, kwamba lazima tuanze kujipanga mapema, before and after coronavirus outbreak, in business and life. Maisha yatakuwaje? Biashara zitakuwaje? Tumeona nchi za wenzetu, watu wako ndani sasa hivi. Tumeona nchi za wenzetu, masoko ya hisa yamepata mtikisiko mkubwa. Hofu imetanda kwa watu wengi katika nchi za wenzetu, nchi ambazo tunategemea fedha zao kununulia bidhaa, kununulia magari. Huwezi tumia pesa Tanzania kununua vitu China. Huwezi tumia pesa Tanzania kununua vitu Marekani. Tunatumia pesa Marekani kununua vitu China. Tutatumia pesa ya China kununua vitu China. Kwa hiyo sasa wale wamepata mtikisiko, hatuwezi kutumia pesa Tanzania kununua vitu Uingereza. Inabidi tutumie sterling pound kununua vitu Uingereza. Sasa kama hao wamepata mtikisiko, wewe ambao unategemea pesa za mtu mwingine kununulia bidhaa, mahitaji yako ya muhimu, utafanyaje? Kwamba sasa hivi tuanze kujipanga kwamba ni kitu gani ambacho tutakachokifanya. Andiko letu la msingi hapa ni Warumi 12 mstari wa 2 na Methali sura ya 3 mstari wa 5. Warumi 12:2 inasema, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu,
ili mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ya ukamilifu. Msifuatishe mambo ya dunia hii. Sasa lazima game has changed. Game has changed. The game. Mfumo umebadilika. The game has changed. Mfumo umebadilika. Haitakuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Kile ulichonacho sasa hivi kitunze sana. The game has changed in business and life. Kwamba lazima ukae chini uanze kujipanga. Baada ya hii outbreak kuisha, huwezi fanya biashara kama ilivyokuwa kawaida. Mfumo umeshabadilika. Sasa hivi Wamarekani wamesema mwezi wa 5 Wamarekani milioni 5 watakuwa wamepoteza kazi. Ina maana baada ya miezi mitatu mingine watakuwa Wamarekani milioni 5 wengine wamepoteza kazi. Baada mpaka mwezi wa 12 milioni 20 watakuwa wamepoteza kazi. Kwa ina maana kwamba changamoto itakuwa kubwa. Ukiona nchi kubwa kama ile wamefunga biashara, mji wa New York ambao ndio mji mkubwa wa biashara na soko la hisa liko Marekani, New York liko tete, jua kabisa kwamba itakapomalizika mwezi mzima watu watoke ndani, mwezi wa 2, mwezi wa 3, hali itakuwa ni mbaya sana. Ukiona serikali inaanza kuwapa watu fedha, watu hawafanyi kazi, hakuna umeme, ulipi maji, ulipi kodi ya nyumba, kila kitu kimekuwa suspended, imesitishwa, jua kabisa kwamba hali haitakuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Yaani ni vizuri tukajipanga sisi sasa hivi, kwa sababu pesa tunazotumia kununua vitu nje sio pesa zetu, tunatumia pesa za watu wengine. Na wale waliopata changamoto ndio pesa zao tunatumia. Sasa hivi Marekani ana print pesa nyingi sana kwa ajili ya kulia raia wake. Ina maana inflation, pesa tafadhali itashuka kwa sababu watu wafanyi kazi. Watu wanaspendi kitu ambacho hakifanyia kazi. Kwamba ni changamoto. Sasa tusikae bila kutathmini kwamba itatokea nini baada ya hii kitu kwisha. Na wamesema mpaka mwezi wa 4 mwaka kesho tutakuwa wameshapata solution. Sasa na maana kwamba hiyo changamoto ni kubwa. Hiyo changamoto ni kubwa. Kwamba lazima tuanze kujipanga na kitu kingine. Je, ni biashara gani itafanya vizuri baada ya corona kwisha? Ni biashara gani? Lazima tuanze kuangalia. Biashara kubwa itakuwa inahusiana na mambo ya akili. Itakuwa inahusiana na afya ya akili, mental health. Biashara ya afya ya akili. Kwamba watu watahitaji sana ushauri, watu watahitaji sana kufundishwa, watu watahitaji sana kusikia maneno ambayo yatawasaidia kwa ajili ya kusahau yale yaliyotokea. Kuna watu ambao ndugu zao walichukuliwa nyumbani wanaumwa, walipopelekwa hospitalini hawakurudi, watakwenda kuonyeshwa kaburi na huyo mtu. Kama hapo Italy mtu akichukuliwa arudi nyumbani. Hapo China ni hivyo. Sasa lazima waangalie kwamba kuna shida kwenye swala la akili. Watu wanafikiri wapendo wao, baba alichukuliwa hajarudi, babu alichukuliwa, na kuna watoto watakaozaliwa kipindi ya Christmas hataona babu zao na bibi zao watakaozaliwa kipindi ya Christmas. Sasa hiyo yote inahusiana na mambo ya afya ya akili. Kwamba lazima uanze kufikiria ni biashara gani utakayofanya ya afya ya akili. Vijana wanatakiwa wapate ushauri, counseling. Wazee wanatakiwa wapate counseling, kina mama wapate counseling. Kuna watu ambao sasa hivi watoto wao wako Marekani na hawawezi kutoka. Wanatakiwa kupewa ushauri kwamba unakwenda kwenye familia ambayo mtoto yuko Marekani. Wala watu wanatakiwa kupewa ushauri kwamba nini wafanye, kwa sababu anafikiri kwamba ikitokea changamoto kule itakuwaje. Hata una mtoto, kwa sababu uruhusu kupewa ule mwili wa mtu ambaye amekufa, serikali inashughulikia yenyewe. Kwamba watu wanahitaji ushauri, wanahitaji namna gani kwa sababu baada ya corona panaweza kuzaliwa ugonjwa mwingine mkubwa ambao unahusiana na mambo ya msongo wa mawazo.
na ukaua watu wengine wengi tu, kwa sababu watu wanafikiri wengine wamepoteza biashara, wamepoteza kazi, wamepoteza pesa zao kwenye soko la hisa. Na soko la hisa la Marekani kiendelea kwa miezi mitatu lina crash. Miezi mitatu kiendelea namna hii, hakuna mtu anathubutu kununua hisa. Utanunua hisa wakati una hofu ya kifo? Huwezi kununua hisa, huwezi kuwekeza kwa sababu una hofu ya kifo. Kuna mtu anaweza kuwekeza kwenye kampuni ya madawa kwa sababu anajua kwamba kampuni fulani itatoa dawa ya chanjo na serikali nyingi duniani zitanunua ile dawa. Hiyo okay, unaweza kuwekeza kwenye kampuni ya madawa. Lakini kuna makampuni mengine yanapoteza, kama makampuni ya mashirika ya ndege, mahoteli, makampuni mengi yanapoteza kwa sababu yamesimama. Hakuna mtu anaweza watu wanatoa hisa zao kwenye makampuni ya yale ambayo yanapoteza, wanajaribu kuweka kwenye makampuni kama ya madawa na chakula, watu wenye kilimo na usafiri, labda wa magari. Kuangalia watu wanasema watatumia magari, na sio sana kwa sababu watu wamekaa ndani. Kwamba lazima uangalie nini kitakachotokea, uanze kukaa ukafikiri. Wewe ni mfanyabiashara, in every challenge there is opportunity. Katika kila changamoto kuna nini? Kuna fursa. In every challenge there is opportunity. Sasa kuna watu lazima wanachukua fursa katika ili swala la mlipuko wa virusi vya corona. Kuna watu wanapata fursa. Sasa na wewe pia unaingia kwenye fursa ambayo unajua itasaidia watu. Tofauti na hapo, lazima uanze kufikiri, kwa sababu usitegemee kwamba unaweza kurudi kwenye biashara ile unayofanya leo baada ya corona kuisha. Usitegemee ile biashara inaweza kuwa imeshapitwa na wakati. Watu watataka tena biashara yako, watu watataka tena hizo bidhaa zako, watu watataka hiyo huduma yako. Tafuta huduma ambayo sasa hivi baada ya corona kuisha, hiyo huduma watu watahitaji. You have to know between the customer needs and wants. The difference between customer needs and wants. Tofauti kati ya kile ambacho wateja wanakihitaji na wanakitaka. Uza vitu ambavyo mteja anakihitaji, sio anachokitaka. Kile anachokitaka ni cha ziada. Kwamba you have to go to the need business, biashara ya uhitaji. Na ndio sababu tumeangalia kuna maduka yameandika duka la dawa muhimu. Zile dawa ni muhimu. Na kuna duka ambalo dawa sio muhimu. Kuna dawa ambazo sio muhimu. Kwa sababu kama una changamoto hiyo, kwa mfano dawa za cancer, wewe una cancer uhitaji, lakini dawa za maumivu, dawa za mafua, hizi dawa za kawaida unanunua kwenye shelf, hizo ni dawa muhimu. Mtu yote anaweza kwenda kuchukua dukani akatumia. Sasa na wewe lazima biashara yako iwe biashara muhimu, duka la bidhaa muhimu, duka ofisi ya huduma muhimu. Hii huduma watu watahitaji tu. Kama lazima ukae ujiulize, kwenye hii biashara ninayofanya, hii huduma ninayotoa, baada ya corona kisha nitabaki kwenye biashara? Kuna watu Marekani hawatabaki kwenye nini? Kwenye biashara. Tabidi wafunge zile biashara, sababu watu wataenda kwenye vile vitu vya muhimu tu. Vile vitu sio vya muhimu hawavihitaji. Kwamba leo kama mabenki wameambiwa Marekani hakuna riba yote kulipwa, hakuna mkopo yote kulipwa, hakuna kulipa umeme, hakuna kulipa maji, hakuna kulipa mortgage, hakuna kila kitu, hakuna kulipa gas, kila kitu kimekuwa suspended, shut down. Kumbuka huduma zinaendelea kutolewa na watu hawalipi. Hiyo ni hasara. Nakumbuka serikali inatoa pesa kuwapa watu, hiyo ni hasara. Sasa unategemea kama serikali imepata hasara wakati hii kitu corona virus ikiisha, nini kitakachoendelea? Lazima uanze kujiuliza, lazima uanze kujipanga mapema. Sasa hivi hata kama una chakula ulichonacho ndani, ni kukitumia vizuri. Chochote ulichonacho kitunze, kwa sababu hali haitakuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Ukiangalia, mimi nimeishi New York, ninajua kulivyo. Huwezi kuambia mahali kuna watu milioni 13 leo wamefungiwa ndani wote. Na ndiko mahali kuna mzunguko wa pesa. Ndege zinatua, ndege mia airport, JFK airport. Katika mji mmoja
kuna airport mbili kubwa, LaGuardia Airport na JFK Airport. Airport mbili kubwa, na ndege 100 zinatua huko na kuondoka 100. Ndege 100 kila baada ya saa moja. Imekuwa shutdown, imefungwa. Imekuwa shutdown. Sasa kwa hiyo lazima ukae chini ujiulize, mahali kama hapo ndege 100 zinatua na 100 zinaondoka kwa saa moja. Kiwanja cha ndege kimefungwa. Unategemea nini? Watu wanaoingia Marekani kwa siku moja New York ni nchi, ni state 50. Uchumi umekwenda chini namna hiyo. Watu watoke ndani. Kwa hiyo lazima tukae chini tuanze kujipanga kabla na baada ya virusi, nini kitakachotokea. Nini kitakachotokea. Tusichukulie tu kwamba ni jambo la kawaida. Tuanze kuangalia kwamba nini kitakachotokea. Na kitu kingine ambacho kitafanya kazi sana ni watu watakofungua NGO kwenye nchi za wenzetu zitafanya kazi sana, kwa sababu kuna watu kama nilivyosema watahitaji sana ushauri, counseling kwa ajili ya mental health, afya ya akili, kwamba ile eneo litafanya kazi nzuri sana, na biashara ya vyakula itafanya vizuri sana. Leo biashara kama ya movie, Netflix wanafanya kazi sana kwa sababu watu wako ndani. Leo ukiangalia Amazon naye anafanya kazi kwa sababu watu wako ndani. Wenyewe wana ship mizigo, watu wako ndani. Ukiangalia kuna kampuni zinafanya vizuri kwa sababu wale watu wanahitaji huduma wako ndani. Kwa hiyo lazima na wewe uangalie, je, baada ya haya yote kutokea utafanya nini? Tofauti na hapo ni ngumu sana. Lazima uanze kufikiri kwa kina. Na kuna ugonjwa mbaya kama ugonjwa wa hofu. Inaleta uoga, inaleta wasiwasi, inaleta magonjwa. Sasa hofu ni kirusi ambacho ni kibaya sana kuliko kirusi cha corona. Very dangerous. Sasa na kitu kibaya sana, dunia imeingiwa na hofu. Yaani mtu ambaye kweli hajashikwa na kirusi cha corona lakini ameshikwa na kirusi cha hofu. Yaani kwamba wewe una corona lakini hofu imeshatanda ndani yako. Sasa ukiangalia walioshikwa na corona ni wachache, lakini walioshikwa na hofu ni wengi. Sasa uone kile kirusi kilivyosambaa. Ukiangalia kwa mfano leo Tanzania, kila mmoja lazima anawe mikono. Unaambiwa social distance, keep distance na mtu. Umeambiwa watu wanatembea wamevaa mask mdomoni. Watu wamepoteza kazi. Watu, biashara zimefungwa. Watu hawasafiri. Watu wako katika nchi za watu wanashindwa kutoka. Yote hiyo ni hofu imeshatengenezwa. Kwamba ina maana kirusi cha hofu kimesambaa kuliko kirusi cha corona. Kwa hiyo lazima uangalie sasa, usipokuwa na imani huwezi kubeba ile eneo hichi kipindi. Lazima imani yako iwe juu na neno la Mungu likae kwa wingi sana ndani yako. Na unajiuliza, okay, ni mwisho wa dunia? Kwa sababu kama unavyoona vitu, sisi bado tuko vizuri. Na tuombe Mungu tuendelee kuwa hivi mpaka wapate dawa. Lakini ile changamoto ikija hapa, kila mmoja ataanza kuona mwisho wa dunia umefanya nini. Mtu aliyoko New York leo ukimuuliza ni mwisho wa dunia anakuambia ndio. Wachina walikuwa wanajua mwisho wa dunia umeshafika. Kwa sababu ukienda hospitali urudi. Hapo Italy ukiangalia kwenye mtandao, wazee wamewekwa kwenye corridor. Hakuna mtu anawagusa mpaka wanafia hapo. Wanashirikia yule ambaye ana afadhali kidogo, kwa sababu wameshazidiwa. Unakaa pale na kitu kinacho, yule mzee anaona mwenzake anakufa hapa na yeye anakufa. Hofu inamaliza yule mtu, kwa sababu hofu inasafisha njia kwa ajili ya ugonjwa mwingine kukuattack, kukuvamia. Kwamba usiruhusu kaingiza hofu. Usiruhusu kusikiliza story ambazo zitakuletea hofu, kuangalia vitu vitakavyokuletea hofu, kusikiliza vitu vitakavyokuletea hofu. Usiruhusu kabisa.
usiruhusu ile eneo. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 23 mpaka 24, utaona Yesu anaondoa hofu wanafunzi wake. Mathayo sura ya 8 mstari wa 23 mpaka 24, neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kwa kuwa kukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Bwana, tuokoe, tunafanya nini? Tayari hofu imeshaingia. Ndio Yesu akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi kwa imani haba? Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari ikawa shwari kuu. Sasa inabidi ufike kwenye hicho kiwango cha kukemea hofu. Mimi ninachojiuliza na ninachosema kila siku, neno la Mungu linasema nilikuwepo, nipo na nitaendelea kuwapo. Kama ulikuwepo, Mungu ni Alfa na Omega. Ina maana ulikuwepo, upo na utaendelea kufanya nini? Uwepo. Ina maana kwamba kuondoka kwenye mwili sio mwisho wako wa maisha. Kwamba hakuna kuingiza hofu, kwa sababu kuondoka kwenye mwili unakwenda kwenye next level, kwenye hatua nyingine tena nzuri zaidi. Ni wewe kujipanga wakati ukiwa na mwili, ujipange kwamba unakwenda ni wapi. Kwamba ulikuwepo. Mungu anasema analikujua. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5. Neno la Mungu linasema, neno la Bwana likamjilia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ulikuwepo na upo na utaendelea kuwepo. Kwamba kuondoka kwenye mwili, pale ukishaanza kuingiza hofu, kwamba ina maana kwamba unataka kukataa kuondoka hapa. Nilikuwa unajua bado na tafakari sana taifa kubwa kama Marekani hapo ilipofika, wa China walipofika hapo, Italy na teknolojia yote walionayo walikofika, Ulaya, hofu imetanda kwenye zile nchi kwa sababu neno moja tu, kifo. Ni one word, death. Watu wanaogopa kufa. Tuko pamoja. Sasa unajiuliza, hata leo ikitokea kwamba tunawekewa alama za 666, ukiwekewa alama za 666 na kwamba hautakufa, kubali. Lakini kama utawekewa zile alama na utakufa, ni afadhali wakuue kuliko kuwekea zile alama. Kwa sababu kama utawekewa zile alama na hautakufa, kubali. Kwanza ukiwekewa alama utakuwa tajiri, utaendelea kuwa mfuasi wao tu. Tuko pamoja. Na bado unaendelea kuteseka hapa duniani. Na wakati umeshamkataa Mungu, umeenda kwenye njia tofauti. Kwa hiyo na afadhali wanasema wale ambao wanataka kuwekewa alama wake kushoto, wale ambao wanataka kuwekewa alama wake kulia. Mimi naenda kulia. Kwa sababu gani? Hata niwekewa alama sitaishi milele hapa duniani. Taondoka. Kwa nini nikubali kukubali alama? Kwa sababu ya nafsi ya muda mfupi kuliko uchukua furaha ya muda mrefu. Na ndio sababu uokovu unaokuja sasa hivi sio wokovu wa kuongozwa sala ya toba, ni wokovu wa kunyoshwa, ni wokovu wa kifo. Ndivyo tunapoenda. Ili wokovu unaokuja sasa hivi sio wokovu tena kuambia kubatizwa na maji mengi, ni wokovu wa kifo. Yaani kwamba unamkubali Yesu au unamkataa Yesu. Unasema namkubali Yesu, unauliwa. Ndivyo tunakoenda.
kwamba lazima uanze kujipanga. Ujue kabisa ikifikia hapo, simama na imani yako. Kama unajua kabisa mimi niko upande wa Yesu, na simama na imani yangu ya Yesu. Pale unaokoka, haijalishi ulikuwa umetenda dhambi kiasi gani umefanya. Kumbuka yule kijana alikuwa msalabani. Wale jamaa wawili walikuwa msalabani na Yesu, walikuwa ni waizi, wale criminals. Lakini yule mmoja alimsifia Yesu tu pale msalabani. Yesu akamwambia, leo nitakuwa nawe pamoja paradiso. Na maana kwamba jamaa ameokokea hapo msalabani, ameokoka na akafa. Hiyo ndio style ambayo inakuja. Unaokoka na unakufa. Ili uokoke lazima ufe saa hiyo, ili usiendelee tena kutenda dhambi. Sasa hivi mtu anaongoza sana toba, anaokoka na kubatizwa na maji mengi, akitoka aenda kutenda dhambi. Saa hiyo kwamba watu watakaoingia mbinguni ni wale ambao wanaokoka na kufa saa hiyo. Kwa lazima tuangalie, na kwa sababu lazima uondoe hofu. Uondoe hofu. Kwa sababu usipoondoa hofu kwamba wewe ndio unataka kuishi, utaishi kwa muda gani? Utaishi kwa muda gani? Kama utaishi milele, is okay. Lakini kama utaishi huo muda wengine wanaoishi, achana naye. Ondoa msongo wa mawazo. Yesu aliofa akasema kwamba njooni kwangu ninyi nyote mliopungukiwa, mliolemewa na mizigo. Sasa kama watu waliolemewa na mizigo wanaitwa, wewe unaogopa kufa nini? Hii mizigo hapa duniani yenyewe imeshakulemea. Mimi ya kwangu imeshanilemea. Kama mizigo imeshakulemea, unaogopa kifo ya nini? Leo na Mungu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsi mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ikishafika kwenye kipindi kama hicho, ndipo pale mtu anasema huu mzigo na ubeba, au mzigo na mpa Yesu. Ukiamua kubeba, sawa. Ukiamua kumpa Yesu, sawa. Maamuzi ni yako. The power of choice. Mungu amekuachia wewe uchague. Mungu amekuachia uchague. Kwa hiyo lazima uangalie, baada ya hii corona inabidi ufanye maamuzi magumu sana. Na lazima uanze kujipanga. Uanze kujiuliza, hichi kitu tunachokifanya watu watakuwa wanakihitaji? Lazima ujiulize, uanze kujipanga sasa hivi. Hichi kitu tunachokifanya sasa hivi watu watakuwa wanahitaji nini? Watu watakuwa wanahitaji nini? Utaona watu wengi sana wanaenda kwenye nyumba za, kwenye kumbi za watu na comedian. Wanaenda kwenye sehemu kwenda kuchekeshwa ili wasahau hizo changamoto zao. Lakini sasa ile haitoshi. Bado ukitoka hapo utakumbuka, utakuwa mzuri tu pale ndani. Neno la Mungu peke yake ndio linaweza likafuta hicho kitu ambacho kimeingia kwenye maisha yako, kimekupata kwenye kipindi cha corona. Utaona kabisa neno la Mungu peke yake ndio linaweza kuondoa hicho kitu. Lakini ukinywa pombe, kila kwenye starehe, itafika mahali tu ukishatoka pale ile pombe kisha ile starehe kisha kichwani, vile vitu vinarudi tena. Zile picha za faringi zinarudi tena kwenye kichwa. Kwamba neno la Mungu peke yake ndio linaweza kukutia moyo na kukupa nguvu ya kuweza kuendelea. Na lazima ujue kabisa kwamba Mungu anajali hisia za watu sana. Mungu anajali hisia za watu, kwa sababu jinsi unavyojisikia. Hata ukitaka kujua Mungu anajali hisia za watu, hata Yesu alipofika pale kaburini kwa Lazaro alilia. Kwa nini Yesu alilia? Na alikuwa anajua anamfufua yule mtu. Wewe kabisa unajua mtu anaenda kumfufua, ulilia nini? Alikuwa anajali nini? Hisia za watu, kwa sababu watu walikuwa wanaomboleza na yeye akaomboleza, japokuwa alikuwa anaenda kumfufua yule mtu. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi ya 55 mstari wa 4 mpaka wa 5 na mstari wa 16 mpaka wa 18, utaona kabisa kwamba Mungu anajali hisia za watu. Jinsi unavyojisikia naye anajisikia hivyo hivyo. Zaburi ya 55 mstari wa 3 mpaka wa 5, neno la Mungu wa 4 mpaka wa 5, neno la Mungu linasema, moyo wangu
unaumia ndani yangu, na hofu za mauti zimeniangukia. Hofu na tetemeko limemjilia, na hofu kubwa imenifunikiza. Mstari wa 16 na 18, nami nitamwita Mungu na Bwana ataniokoa. Jioni, asubuhi na adhuhuri nitalala na kuugua, naye ataisikia sauti yangu. Ameokoa nafsi yangu iwe salama, asinikaribie mtu, maana walioshindana nami walikuwa wengi. Mungu anajali hisia za mtu. God cares our emotions. Mungu anajali sana hisia za mtu. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba baada ya hii hali kuisha, vitu vitakuwa sawa. Hiyo ni kitu ambacho inabidi lazima tuanze kukiaddress mapema. Mambo yatakuwa nini kama yalivyokuwa mwanzo. Ina maana tumefungua ukurasa mwingine mpya wa maisha na ukurasa mwingine mpya wa biashara. Ndio sababu lazima uanze kutathmini hicho unachokifanya, usiendelee kuwa nacho. Unaweza kuendelea na hiyo biashara, ukashangaa ile biashara inakupa hela kula tu, na ile hela ukipata unaenda kula chakula mpaka ile biashara inakufa. Unauza kitu kimoja leo, unakaa wiki nzima hujauza tena. Inabidi ile fedha uliyouza leo ufanye nini? Uitumie. Wiki nyingine unauza kimoja. Hivyo mpaka ile biashara unafunga. Kwa nini? Watu hawahitaji. Watu wameshaenda kwenye akili nyingine tofauti kabisa. Lazima upeleke akili yako kwenye hisia za watu. Watu wana hisia za watu zimeelekea upande gani? Sasa kama leo, kama Mungu anajali hisia zako, ina maana je, baada ya hii hisia zimeelekea upande gani? Kwa sababu business is a feeling, is a emotion. Biashara ni miguso na hisia. Ukiangalia fashion business is a feeling. Kwa sababu mtu akinunua nguo anajiangalia kwenye kioo, anajiangalia kwenye anaona amependeza, amevaa viatu, kutembea anaangalia feeling. Ukinunua gari, unakaa kwenye gari na ile miguso, hisia zinasababisha ununue ile gari. Sasa leo hii hisia za watu, ukijali hisia za watu, utajua wanaelekea wapi. Kule wanapoelekea ndiko unaenda kuwahudumia. Unauza bidhaa ambayo inagusa hisia zao kwa wakati huo, na utaona kabisa unafanya vizuri. Kwa eneo la kufanyia kazi, na watu wengi sana hawako tayari kubadilisha biashara. Wana hofu kwamba akibadilisha biashara itakuwaje. Lakini mimi naamini mkono wa Mungu uko pamoja na wewe. Ukibadilisha biashara bado mkono wa Mungu uko pamoja na wewe. Kwa sababu gusa maslahi ya watu. Chochote utakachokifanya kinachogusa maisha ya watu, sio pesa, sio kwa sababu ya pesa, kinagusa maisha ya watu, mkono wa Mungu bado utakuwa pamoja na wewe. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 41 sura ya 9 mpaka wa 10, na kutoka mstari wa 13. Isaya 41 mstari wa 9 mpaka wa 10, alafu tutaenda mstari wa 13. Neno la Mungu linasema nini? Isaya 41:9, neno la Mungu linasema, wewe niliyekushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake, nikikuambia wewe yu mtumishi wangu, nimekuchagua wala sikukutupa. Mstari wa 10, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, maana nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tuko pamoja. Mstari wa 13, neno la Mungu linasema, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Usiogope kwa sababu kubadilisha biashara, lazima ubadilishe biashara, lakini angalia ile biashara inagusa hisia za watu. Inagusa maisha ya watu ya wakati huo, kwamba hawa watu wanatakiwa kutiwa moyo. Hawa watu wanatakiwa
kujengwa imani zao. Watu wanatakiwa wamrudie Mungu, watu wanatakiwa waingie kwenye toba, watu wanatakiwa unaingia kwenye biashara ambayo unajua kabisa kwamba unatoa ushauri na unamweleza mtu nini cha kufanya na maisha yake yaweze kubadilika. Unamweleza mtu ukweli, na ile kweli unayemweleza yule mtu itamweka huru. Swala sio mtu kuwa huru, swala la mtu muda wake uliobakia atautumiaje. Swala sio la mtu kuwa huru, swala la mtu muda wake uliobakia atautumiaje. Kwa sababu sasa hivi mtu akienda polisi, akiweko magereza, kama sasa hivi watu walioko ndani Marekani, sinaona Marekani nchi iko huru, lakini watu wamewekwa ndani. Watu wanajuta ule muda ambao wamekaa ndani. Swala sio kuwa huru, swala ni muda. Mtu akiweko gerezani anajuta muda wake aliotumia kule ndani. Sio swala la kuwa huru, swala ni muda. Uhuru unaweza kutafuta mahali popote, lakini muda huwezi kupata. Muda ukishapita umepita. Mtu anakuambia nimepoteza muda wangu, sio nimepoteza uhuru wangu. Leo unapomweka mtu ndani mahali pamoja, ni ule muda ambao anautumia pale na anaupoteza. Kwa hiyo ni vizuri sana kuangalia, tuanze kujipanga kwa hiki kipindi kinachokuja. Na kitu kingine ambacho watu watahitaji sana upendo kuliko kipindi kingine chochote. Watu watahitaji sana kupendwa, yani customer care. Yani watu watahitaji sana, mtu akija kwenye biashara yako atahitaji sana kuonyesha upendo kuliko sehemu nyingine yoyote, kwa sababu na ukiweza kumwonyesha mtu upendo kwa kipindi kinachokuja, utaona unafanya biashara nzuri sana. Watu watahitaji sana upendo kuliko kipindi kingine chochote, kwa sababu watu watahitaji kusikilizwa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 11 na 18. Baada ya corona watu watahitaji sana kusikilizwa, watahitaji sana upendo. Ndio kipindi pekee yake ambacho mtu anakaa na wewe anataka umwambie kitu ambacho umuoneshe upendo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 11 na 18, neno la Mungu linasema nini? Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda, sasa hivi imetupasa na sisi kupendana. Mstari wa 18. Mstari wa 18, neno la Mungu linasema nini? Katika pendo hamna hofu. Katika pendo hakuna hofu. Lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Mwenye hofu hakukamilishwa katika nini? Katika pendo. Kwa sababu katika pendo hakuna hofu. Kwamba watu watahitaji sana kupendwa baada hii corona. Yaani hata mtu akija kwenye biashara yako, hakikisha ile customer care, kumjali ule mtu, huduma utakayempa ule mtu iwe ni ya tofauti na huko tulikotoka. Kwa sababu mtu ataenda mahali, akienda mahali unamzidishia matatizo, arudi tena. Yaani na maana unamtonesha kidonda, arudi tena. Kwamba watu watahitaji sana customer care hali ya juu sana, na customer service ya hali ya juu sana. Kwa hiyo lazima ukae chini uanze kuangalia namna gani utajipanga baada ya hii corona. Muda wetu umeisha, saa 4:59. Kwa hiyo tulichokuwa tunakiangalia ni kwamba kabla na baada ya mlipuko wa virusi vya corona katika biashara na katika maisha, nini kitakachotokea. Tumejaribu kuangalia baadhi ya vitu ambavyo vitakapotokea, na kuna aina 3 za biashara. Kuna biashara ya kuuza bidhaa, product business, kuna biashara ya kuuza huduma, service business, na kuna intellectual property business, biashara ya kuuza mawazo, akili, ubunifu, intellectual property business.
Hizi ni aina tatu za biashara. Lazima uangalie wewe uko kwenye biashara gani katika hizo. Unauza bidhaa au unatoa huduma au unauza mawazo. Unauza akili. Vitu vinavyotoka ndani ya vitu vinavyozalishwa ndani ya akili yako, ubunifu. Kwa hiyo uangalie baada ya hii hali iliyopo sasa hivi duniani, katika biashara yako nini utakachoongeza, utakachopunguza, utakachozidisha, utakachokitoa, au badilisha kabisa biashara. Uanze kujipanga mapema kuanzia sasa hivi. Uanze kujua kabisa kwamba nini cha kufanya, nini cha kuongeza, nini cha kupunguza. Tofauti na hapo utakuta umeondoka kwenye biashara na wewe mwenyewe umeingia kwenye msongo wa mawazo kwa sababu kujipanga na ulingangania biashara moja ambao kumbe kipindi chake kimepita, kwa sababu hiki kipindi cha corona kikiisha, kuna biashara zitatoka kuna watu watatoka kwenye biashara moja kwa moja. Kuna biashara ambazo zitakufa, zitarudi tena baada ya miaka labda 20. Zitarudi tena kwenye muda wa miaka 20. Na kuna biashara ambazo zitafanya vizuri. Kwamba lazima uangalie kwamba biashara yako, hii biashara baada hii hali kuisha, hii biashara itaendelea kuwa nzuri kama ilivyokuwa mwanzo. Itaendelea kufanya biashara kama ilivyokuwa mwanzo. No, ukiona haitakuwa nzuri, anza kujipanga. Anza kujipanga. Angalia ni kitu gani. Tumeangalia kwenye eneo la afya ya akili, kutoka kuna biashara kubwa sana. Kwenye eneo la bidhaa zinazohitajika na bidhaa mtu anazotaka, ina maana bidhaa muhimu, kutoka na biashara kubwa kwenye bidhaa muhimu. Vile vitu ambavyo ni vya msingi tu ndio watu watakuwa wanavifanya. Chakula, madawa, vile vitu vya msingi, malazi. Vile vitu ambavyo mtu hahitaji kwa sasa hivi ananunua kwa mwaka mara moja. Ondoka kwenye biashara. Ondoka kwenye biashara. Kwa sababu haitakuwa hivyo. Kwa sababu serikali itajaribu kurudisha pesa ambazo zimewapa raia. Wenye makampuni, wenye manyumba ambao wamekodisha watu nyumba watajaribu kupata pesa zao. Kila mmoja atakuwa anajaribu kurudisha kile ambacho amekipoteza kipindi cha corona. Kwa hiyo lazima ujitahidi kuangalia biashara yako ni ya namna gani. Kama ni ya kuuza bidhaa, uza bidhaa muhimu. Kama ni ya kutoa huduma, angalia kwenye eneo la afya ya akili. Watu watahitaji sana ushauri. Kama ni biashara ya kuuza mawazo, ubunifu, anza kubuni vitu ambavyo unajua kabisa kwamba baada ya corona kitahitajika. Anza kuwa mbunifu. Tofauti na hapo bado maisha yatazidi kuwa magumu. Na nataka tu nikuambie katika kila changamoto kwamba kuna fursa ziko ndani yake. Kwamba hii changamoto usichukulie kama changamoto, chukulia kama fursa ya kuweza kusaidia mtu mwingine, na yule mtu ukimsaidia kumbuka kuna malipo. Kwa hiyo hii changamoto ichukulie kama fursa, kwamba ni kitu kingine kinakuja. Kuna matajiri wataondoka kwenye utajiri na kuna maskini wataingia kwenye utajiri. Ndio kipindi ambacho kinazalisha matajiri wengine wapya. Sasa na wewe lazima uwe mmoja wa tajiri mpya baada ya hili janga la corona, kwa sababu kuna watu wanaondoka na kuna watu wanaingia. Ndio mfumo wa maisha. Kuna kuingia na kutoka. Umeambiwa utabarikiwa ingia hapo, utabarikiwa tokapo. Kwamba ndio jinsi maisha yalivyo. Basi kwa ufahamu tutamshukuru Mungu dakika chache, alafu tutachukua maswali mawili matatu tumalize. Lakini somo letu tulikuwa tunaangalia kabla na baada ya mlipuko wa virusi vya corona, nini kitakachoendelea katika biashara na katika maisha kwa ujumla. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu. Tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, mwaka 2020, mwaka 2100.
Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa pili, asante kwa mwezi wa tatu, asante kwa mwezi wa nne, asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 4, asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6. Roho Mtakatifu tunabariki ya majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo, afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya neema ya Kristo. Tunafungua malango ya ujasiri wa Kristo. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya hekima ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, tuje wa Kristo katika biashara. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya mafunuo mapya, mawazo mapya ya biashara, mawazo mapya ya huduma, mawazo mapya ya kazi katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunabariki ya majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, fadhili za Kristo, uaminifu wa Kristo, uvumilivu wa Kristo, wema wa Kristo, upole wa Kristo, matumaini ya Kristo na nidhamu ya Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 5 na roho ya Kristo, hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, uwezo wa Kristo, ushauri wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, mafundisho ya Kristo, mfano wa Kristo, masomo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, roho njema ya Kristo na roho ya kumcha Bwana ya Kristo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunabariki ya majira ya saa 5 na utukufu wa Kristo, utajiri wa Kristo, baraka za Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu, neema ya Kristo, ujasiri wa Kristo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu, hakuna kama Mungu Baba Jehova. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu wewe ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu wewe ndio Mungu uliyofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu wewe ndio Mungu uliongoza wana wa Israeli jangwani katika kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyevusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa uwa wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na ikawa nuru katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth katika wafu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemuongoza Yesu Kristo Nazareth nyikani kwa muda wa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na yule muovu, akashinda majaribu yote ya muovu kwa kishindo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliosamea wanafunzi wa Kingdom Business Clubship duniani maovu yao yote, ukawaponya na magonjwa yao yote, ukawekea kinga dhidi ya virusi vya corona kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliofuta madeni yote ya wanafunzi wa Kingdom Business Clubship duniani, madeni yote ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliowapa wanafunzi wa Kingdom Business Clubship duniani mawazo mapya ya biashara baada ya ugonjwa wa corona kupita, mawazo mapya ya kazi, huduma, mawazo mapya ya kusaidia watu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo Baba tukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu nasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako unasema abarikiwe yeye asikilizaye na kusoma maneno ya nabii na kuyashika aliyoandika, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao, Roho Mtakatifu wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu ninakuomba ubariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki imani zao, bariki muda wao, bariki upendo wao, bariki akili zao, bariki ufahamu wao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao tukapate kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu bariki nyumba zao, bariki ndoa zao, bariki familia zao, bariki wateja wao, bariki wanafunzi wao, bariki
majirani zao. Bariki chochote Mungu Baba Jehova atakacholeta katika mawazo yao, kirekebishe Mungu Baba Jehova, kikawati kutoka kikawe kipya katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini tunapokea katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya saa 5 katika vipindi vinavyoendelea. Uwe mwalimu wetu, upate kutufundisha, upate kutuongoza katika njia tupasayo kuendea. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, utupe akili ya Kristo tupate ubunifu wa Kristo, utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote utazidishiwa. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Utupe akili ya Kristo tupate neema ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tumeamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika vipindi vinavyoendelea. Uwe mwalimu wetu, utufundishe njia zako, utuoneshe njia zako katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Tutaenda kwenye sala toba dakika moja. Tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3, alafu nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Basi turudia maneno: Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi. Mimi bila mwisho naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, amen. Tutarudia maneno nikisema jina langu bila mwisho nasema jina lako. Turudia maneno: hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu itanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Tajiri kana muda, tumia muda kibiashara. Asante, Mungu awabariki sana. I remember